Genesis mwanzo mlango wa 48. Mwanzo mlango wa 48. Tunaanza mstari wa 12. Ndipo Yusufu akaondoa wanawe magotini mwa Israeli, naye akasujudu hadi chini. Yusufu akachukua wale wana wawili, Efraim kwenye mkono wake wa kuume, akimwelekezea kwenye mkono wa kushoto, na Israeli, na Manase katika mkono wake wa kushoto, akimwelekeza kwenye mkono wa kuume wa Israeli. Akawaleta karibu na babu yao, lakini Israeli akaupeleka mkono wake wa kuume akauweka juu ya kichwa cha Efraim, ingawa alikuwa ndiye mdogo, na mkono wake wa kushoto akaukatisha akauweka juu ya kichwa cha Manase, ingawa Manase alikuwa ndiye mzaliwa wa kwanza. Ndipo akambariki Yusufu akisema, Mungu ambaye baba yangu Abrahamu na Isaka walimtii, Mungu ambaye amekuwa mchungaji wa maisha yangu yote mpaka leo hii, malaika ambaye aliniokoa kutoka katika madhara yote, yeye na awabariki vijana hawa, na waitwe kwa jina langu na kwa majina ya baba zangu Abrahamu na Isaka, wao na waongezeke kwa wingi katika dunia. Yusufu alipoona baba yake aliweka mkono wa kuume juu ya kichwa cha Efraim, hakupendezwa. Kwa hiyo akauchukua mkono wa baba yake kutoka kichwa cha Efraim na kumwekea juu ya kichwa cha Manase. Yusufu akamwambia, hapana baba yangu, huyu ndiye mzaliwa wa kwanza, uweke mkono wako wa kuume juu ya kichwa chake. Lakini baba yake akakataa, akasema, najua mwanangu, ninajua yeye pia atakuwa taifa, naye pia atakuwa mkuu. Hata hivyo ndugu yake mdogo atakuwa mkuu kuliko yeye, nao wazao wake watakuwa kundi la mataifa. Akawabariki siku ile na kusema, kwa jina lenu Israeli watatamka baraka hii, Mungu na wafanye kama Efraim na Manase. Kwa hivyo akamtanguliza Efraim mbele ya Manase. Baba, katika jina la Yesu Kristo na kushukuru kwa ajili ya neno lako, na kwamba Mfalme ukaweze kutubariki tunapopokea neno hili. Tuko tayari Mfalme kupokea kutoka kwako, kwa jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Praise the Lord. Bwana asifiwe sana. Nataka kuongea kuhusu prepare for the unexpected. Prepare for the unexpected. Prepare for the unexpected. Praise the Lord. I don't know kama umejipata katika hali ambayo Biblia hapa imeeleza. Biblia inaongea kuhusu Yusufu, na unaposoma hali ya Yusufu, alikuwa ni mdogo katika jamii yao, na alikuwa ni mtu ambao wenzake hawangeweza kumheshimu, lakini baba yake ingawaje alikuwa amempenda, lakini the traditions ya hiyo wakati it had condemned Joseph to the last born. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo angefanya mambo ambayo angeweza kuaffect the other family members kwa sababu ya position yake. Therefore he was affected by the tradition, and his dreams could not be valid because of the tradition. Hangeweza kuongea mbele ya watu kwa sababu utamaduni ulimweka mahali ambapo ni pa nyuma. Even in Kenya we have traditions.
Kuna wakati mmoja nilikuwa na jirani yangu ambaye alikuwa na watoto wamezaa. So sasa watoto wakati walikuja kumtembelea wajukuu wake. Kama vile nimeona nyanya ameleta mjukuu. Wajukuu wakakuja wamefurahia, wanaenda kwa nyanya zao, na nyanya akakataa, akatoroka. Akasema siwezi shika huyu mtoto. Bwana sio sana. Kwa maana ni mtoto wa second born. First born hajaleta watoto nishike. Praise the Lord. Sasa nikamuuliza, kama umeletea watoto bariki, kwa nini? Akasema our tradition is not allowing me nishike mtoto wa pili kama mtoto wa kwanza sijashika mtoto wake. Watoto wa mtoto wa pili wakakosa baraka kwa sababu ya mtoto wa kwanza. Praise the Lord. Sometimes we can be condemned to second fiddle. We can be condemned to second place because of the traditions. Na Yusufu wakati alikuwa condemned to the second place, alisukumwa mpaka hayo mambo yakamuingia katika damu yake. Akajua, I don't deserve a right to be in front of my brothers. I don't deserve a right to talk before them. I don't have a right to be blessed before they are blessed. Praise the Lord. Bwana asifiwe sana. You know, nilikuwa nashare na my dad, he was my friend. Tulikuwa tunaongea, hata zingine tulikuwa tunacheza cards pamoja. So we were so close friends. So nilikuwa namuongelesha. Na we shared that tradition. Nikamuuliza, sasa wewe na ndugu yako, alikuwa ndugu mkubwa, akaniambia mimi nilioa mbele ya my brother. Na nikamuuliza, na wewe wazazi walishika watoto wako? Praise the Lord. Akaniambia, mimi niliwauliza kama Mungu amekusudia huyu hataoa na hatapata watoto, kwa hivyo wangu hawatabarikiwa milele. Na wazazi wakaelewa, wakasema ni kweli. Praise the Lord. Lakini kama hawajaenda mbali, pia ndugu yake mkubwa naye akaoa, naye akapata mtoto. Sasa wakapata njia rahisi ya kupata baraka zao. You can be condemned like Joseph was condemned to the second fiddle. Na Biblia inasema kama wakati hata aliposema ndoto yake kwa baba yake walikataa kwa sababu ya position yake. Kuna watu hapa hawajajenga kwa sababu ndugu zao hawajajenga. Kuna watu hapa hawajaolewa kwa sababu ndugu yao hajaolewa. Kuna watu hapa hawajapokea mahari kwa sababu unako mbele yao hajatoa mahari. They have been condemned to the second place. Tradition imefinya watu wengi. Bwana asifiwe sana. Amen. Praise the Lord. Amen. You are having pastors here last Thursday. Na wewe ni washari walikuja kushare mambo, wakashare mambo ya matanga, na walikuwa na share vile watu wanajua kwamba mtu huyu alikuwa sawa na huyu mtu hakuwa sawa, na walikuwa wanaongea mambo ya kifo. Na wakaongea mambo kuhusu mume wake kufa. Dada anaambiwa vile tradition ilikuwa inasema vile dada anafaa kukaa mahali hapo karibu na mume wake, ama anavalishwa koti na kofia na bakora ya mzee, anaomboleza nayo, ndio wajua alikuwa mwaminifu. Halo. Hiyo iko ama haiko? Iko. Bwana Yesu sana. Na nikawauliza wachungaji, na wanaume mnawafanya nini? Praise the Lord. Sasa wakaanza kucheka kwa sababu wameweka traditions zinafinyilia pande moja na hawaoni pande nyingine. Halo. Sasa mume akikufa wanaambia mke weka hapo kwa kichwa. Na mke akikufa wanaambia mzee tembea huko nje usiwe na mawazo mengi. Si wote wamefiwa. Praise the Lord. Si mke kama amefiwa. Na mke kama amefiwa. Traditions can condemn you to a second fiddle. Kama wamefinyiliwa kweli. Na ile shida za furaha yako kwamba ni wababa wenyewe ndio wanafinya wamama wenzao. Praise the Lord. Hizi mila za ghafla za matanga, nani huwa anafanya? Si wababa. Nani huwa anasema huyu hafai kukojoa hapa na baba kukojoa hapa? Nani huwa anapelekea mama wenzake maisha ya kasi kukojoa kila mahali? Hapa ya kuongea, sio nawapeleka. Mama wanatengeneza tu tradition ghafla. Hapa kama pale. Unasikia huwezi kupita hapa, haufai kupita hapa wewe.
Because of tradition, kufinyilia kama. Praise the Lord. Mwingine hata kama kuna kazi ama kuna biashara wanamwambia wewe kaa kwa nyumba uomboleze bwana yako mpaka siku ziishe. Ukikuja Nairobi baada ya mwezi mmoja unauliza wewe kwa nini umewacha bwana yako na ni kaburi? Hello. Sasa amewacha bwana na ni kaburi iko kwa boma. Praise the Lord. Yaani akose kuendelea na maisha kwa sababu anafaa kulinda kaburi. Lakini kama ni mwanaume aende kutafuta, si ndio? Praise the Lord. That is what tradition can do to people. Inaweza kukandamiza. Hata kuna watu hapa nimeona tradition ati mume wake akikufa nyumba inafagiliwa. Ati vitu zilikuwa za bwana. Hello. Sasa unauliza huyu mama atakuja kukaa kwa kiti gani? Vitu zote zifanye nini? Zishaenda because of tradition. Vitu zinaweza kufinyilia sana. Bwana asifiwe sana. Amen. Tulienda mahali nyingine matanga. Watakwambia unajua huyu ni mwanaume amekufa na mwanaume anaenda na kila kitu. Kwa hiyo hafai kitu kibaki. Tukaenda tulikuwa tunaangalia kama tukaenda wakasema hii mahindi iko hapa mtabeba yote. Kauliza na watoto watakula nini? Mzee anafaa kwenda na vitu zake. Si amewacha mke na watoto. Wakasema wacha hata ng'ombe inafaa tuchinje. Hii tumepanga tunachinja leo na alikuwa na ng'ombe mbili. Na hii imebaki tutachinja kesho tukizika. Yaani hiyo boma iishi bure. Wajamaa wakaenda kwa ndizi, kwa hiyo shamba ya ndizi. Wanakata ndizi ati ziende na bwana na mume. Yaani shamba nyumba ikabaki bure. Tuliwaambia ule mtu ataweka hata mahindi moja peke yake tutapelekana naye vibaya. Tradition. Sasa mtu amekufa unataka boma yake ibaki bure. Wabaki wakianza kuomba. That is what tradition can do. Na wakati Yusuf alikuwa amekoleka katika hiyo tradition, Biblia inasema ilimbeba akaenda nayo mbele, nayo wakati alipopata watoto Efraim na Manase akajua kuna mila. Aba yako kumbuke imemfinya. Akajua ni practice. Kuna vitu zinaweza kufinya ufikirie tu ni practice ya kawaida. Bwana asifiwe. Amen. Kanisa letu kuoleni wachungaji wa kike ilikuwa shida. Aitwe pastor kwanza ilikuwa shida. Alafu tena ikakuja aitwe reverend ilikuwa shida. Because wanaume wanajipenda. Hello. Praise the Lord. Wanaume mpo? Yeye, wanaume wanajipenda saa zingine sana. Zamani mama alikuwa ananiambia wanaume walikuwa wanatengeneza kuku wakati wa mama wakule. Praise the Lord. Alafu kitengeneza kuku anasema we, hii kuku ni kali. Kuku ni kali. Sasa mama hapa anakula kuku. Walikuwa anapiga kuku na wanaweka kando. Mayai hawakuwa anakula. Bwana asifiwe sana. Mama alikuwa anakataza mayai asikule. Lakini wakati niliuliza baadaye niliambiwa walikuwa naogopa akiwa na mimba mtoto anaweza kuwa mkubwa. So they were protecting. So walikuwa nakataa. So nikauliza baba, sasa mlikuwa mnafanya namna gani? Ananiambia kama mama alikuwa anataka kukula, alikuwa anapewa miguu. Praise the Lord. Na akitamani nyama nzuri, alikuwa anachukua baile, unajua baile? Induru ya. Anachukua baile. Anatoboa labda anapaka kwa nyama anapakia mama. Mama ndio hii nyama ni kali jamani. Anamwambia, "Ndako ndio ikali iko mbele." Praise the Lord. Sasa mama anakaa mbali. Na mama walikuwa na heshima. Nikaambia na mama, hata wamama hawakuwa na ukiuma mfupa isikii inafanya tia. Wewe umevunja sheria. Sasa mama alikuwa anakula kule. Praise the Lord. That is what tradition can do. Na hiyo inaweza kuingia mpaka hata ukiwa wakati wa leo bado utafinyiliwa na tradition. Bwana asifiwe. Hello. Ninashukuru Mungu hizi vyombo ziko hapa. Wengine wenu hamjui zile vita tulipigana ndio vyombo zije kwa kanisa keyboard. Bwana asifiwe sana. Ni mzuri keyboard. Keyboard haikuwa na roho.
Na tena gitaa haikuwa na roho ya Mungu. Ile kitu iko na roho ya Mungu ni ngoma. Hiyo ndio tradition. Watu wanaamini. Bwana Yesu sana. And I can tell you today, Kuna kanisa ambayo imeanzishwa na haijawahi kupiga ngoma. na bado Mungu anashuka. So because of that, Joseph akajua wakati wa baraka za watoto wake zilipofika, akasema It is tradition at work. hakuna baraka za Efraim, baraka ni za Manase, na akawatayarisha, akawaandaa vizuri wapokee baraka zao. Bwana asifiwe sana. Tradition. Kuna wakati mwingine, in fact ni hivi karibuni tu wadada wameanza kupewa mashamba, si kweli? Halo. Ni hivi karibuni tu wameanza kupewa mashamba. Na alikuwa ananunua shamba, Watazozana na mume wake hata waachane, kwa sababu umenunua shamba na mnadhani unatoa wapi pesa ya kununua shamba? na mama wanafanya tu biashara vizuri Na anafanya pesa. Praise the Lord. Na kama alikuwa anataka anunue shamba apeane, lazima awe na mume atapeana pesa mbele. Praise the Lord. Lakini tujue pia kuna sehemu ya wanaume. Unajua mama wangu alikuwa ananiambia hata akiwa na pesa nyingi, pesa yake haina nguvu kabla sijamuongeza kidogo achanganye na yake. Bwana Yesu sana. Akasema Nikiwa tuna yangu peke yangu inaisha. lakini ukinipatia yako na niongeze kwa hii yangu, inapata nguvu za kutosha. Bwana Yesu sana. Na ujue kuna baraka pia ya Mungu, si kweli? So yeye na nikimpatia nasema nikimpatia pesa kidogo na ongeze kwa yake, anafanya kazi kubwa. Na akichukua peke yake aende kufanya peke yake, haina pumzi. That's godly ordained, because Mungu ametengeneza wanaume kubariki wake zao. lakini wakati alipoleta hawa watoto mbele Wabarikiwe. Israel, Biblia inasema kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu alibadilisha mikono. Biblia inasema alikuwa kipofu, alikuwa haoni, alikuwa hajui. Lakini wakati ilifika baraka wa kubarikiwa, akasema I will only listen to what the Spirit will tell me, not to what my son will say. Hata yeye alikuwa anajua, amefikiria Yusufu, akamkataza, Lakini wakati ilipofika wa kutenda mambo ya Mungu wakati huo, alisema now. that was a changed person. That was a changed Israel. Bwana Yesu sana. Akasema I will bless my kids the way I want to bless them. Akasema nitawabariki. Bwana Yesu sana. Na akacross mikono. Akaweka mkono wa kulia akaweka kwa kichwa cha Efraim, mkono wa kushoto akaweka kichwa cha Manase. Kwa maana baraka kubwa zilikuwa na the right hand. Baba yao akaangalia Yusufu, akadhabika, akasema hizi baraka si za huyu. Let me tell you my brother, my sister, kama Mungu amesema baraka ni zako, ni zako. Hello? God will do the unexpected. If God wants to bless you, God can change even tradition. Bwana Yesu sana. Alibadilisha na akakataa, akasema, Wakati mtoto alimwambia baba wewe ni kipofu, hauoni vizuri, baba alimwambia ninajua. I know what I am doing. I am doing what the Spirit has commanded me to do. Let me tell you my brother, my sister, your blessings is with the Lord. Baraka zako haziko kwa mikono ya baba na mama, lakini ziko mikononi mwa Mungu. Kama umekusudia utabarikiwa, ni wewe, ata cross mikono. He will do the unexpected and you will be blessed. Praise the Lord. Mungu atakubariki. Mungu atakuinua. God can do the unexpected. Because God does not judge using the traditions. Kama Mungu
angejudge with the tradition. Kuna watu hapa hawangekuwa na watoto. Kama vile nilisema mama alikataa kushika mtoto wa huyo kijana yake. Sasa sijui kama atashika ama sijui kama alishika. But it's one thing you need to know. Is it the father who gives the children or the mother, or is it God? Bwana Yesu sana. Hapana, ni urosha na uwezo wa Mungu. Amnapigana kwa sababu ya kile Mungu ambaye alifanya. There is a section ambao Mungu anaweka mwenyewe. Praise the Lord. Hata kama tunajigamba, wanaume wanasema mtoto ni wangu kama Kiluya. Kiluya mtoto ni wa baba, si kweli? Anasema mtoto ni wa baba na mama. Bila mama unaweza pata mtoto. Kwa mtoto ni wa nani? Wa mama. Bwana Yesu sana. Praise the Lord. Kwani watoto wote wanafanana tu baba? Hakuna mtoto anafanana mama? Yeah. Hakuna mtoto anafanana mama? Kwa mtoto ni wa nani? Praise the Lord. Mtoto ni baraka kutoka kwa Mungu. Na baraka Mungu anapeana kwa wote wawili. Hata wewe ukijigamba kama wewe ni mwanaume, wewe una manufaa ya mtoto sana. Yeah. Bwana Yesu sana. Sasa hivi mnapendana tu, wewe unapendana na unaenda. Vile Mungu anaunganisha wewe hujui. Ama kuna mwanaume anaunganishanga watoto. Anashika grade na uunganisha, anasema nimeunganisha, sasa kasichana kanakuja. Hakuna, anangojeaka tu. Tena anapewa surprise. I'm expecting, unasikia anastuka tena moyo. Sema unafanya nini? Bwana Yesu sana. Tena anangojea anangojea kwa upole tu, akitumainia kama mtoto katazali na hadi ile kanatengenezwa, akishatoka nje ni yangu. Leta mtoto yangu ama ninyonge wewe. Praise the Lord. Lakini wakati alikuwa na mbegu kama haonekani, hata hajui kama ni wake. God can do the unexpected. God can do the unexpected. Mungu anaweza leta baraka kwako. Let me tell you one thing. Hata kama wewe watu wanasema wamekukataa, hata kama wazazi wanasema wanakukataa, hata kama watu wanasema wanakukataa, I want to tell you today, God can do the unexpected. Mungu anaweza fanya mambo ambayo hutarajii. Na baraka zako zinakuja. Bwana Yesu sana. Kuna watu wanatembelea kwa magari hapa, hata jamii yao, hata mtu mmoja hakutembelea kwa gari, lakini gari yako inakuja. Hallelujah. Kuna watu wako na mashamba, wote nikwambie wewe Mungu anakusaidia utapata shamba. Praise the Lord. Nashukuru Mungu leo kuja kesha. I thank God. Unajua watu wengi walikuja kesha. Nilikuwa nawaambia kesha, kuna ndugu nilikuwa nimemwambia God does not follow alphabet. Alphabet ni A, B, C, D, E, F. Nikamwambia, nilimshuhudia nikamwambia God follows vowels. Anasoma A, E. Mahali wewe unaita E, ati E ni E, si ndio? Kwa alphabet E ni E. Na kwa A, B, C, D, E umeanguka. Na kwa Mungu anaposema E, unafika unasema A, E. E kwa Mungu, hiyo yako unasema umeanguka, kwa Mungu ni E. Praise the Lord. Kwa hiyo usijiangalie kwamba watu wameniweka nimeanguka, haja wasome imenifinyilia, haja kazi nimefinyiliwa. God can do the unexpected. Nikamwambia wakati nilipokuja tukaombea mabarua, alienda interview. Na wakati alipoenda interview, walikuwa wameitisha minimum ni form 4. Hiyo walikuwa wameitisha. Tena walikuwa wameandika in black and white. Minimum. Na nikamwambia wewe, enda kwa kazi kwa sababu Mungu ndiye anatupatia kazi. Bwana Yesu sana. Na wakati nilipoenda kazini, ile kitu walianza nayo, hawakuanza na karatasi, walianza na practical. Akaenda akapita number 1. Mpaka mzungu akamwambia, you are the kind of person I want. Na yeye alikuwa anajiuliza, nitaongea hata Kiingereza. Alipomaliza aliambiwa, you are the first person. Wakaanza kunegotiate salary, wakakubaliana mshahara. Alipoenda kwa makaratasi ndiye aligundua huyo mtu kumbe wa class A. Akamwambia, you mean you are a class A? Yes. Akasema, but we need a person like you. Praise the Lord. Wakati watu wanaangalia failure, wakati watu wanaangalia E,
ukienda na imani ya Mungu, God can change your situation. God can do the unexpected. Praise the Lord. And right now, hata my wife alikuwa ananikumbusha hapa, tulikuwa na malkia kwa kesha, alikuwa ananikumbusha kwamba alikuwa amesema hapo Zimbabwe ama wapi? Zimbabwe anapanda ndege bwana. When God will change your situation, hata ndege utapanda. Waje tembea kwa barabara, ukitembea kama wewe ni mwanamke, kama unaona gari, mimi kabla sipata gari nilikuwa nasema gari yangu ni kama hii. Lakini nilikuwa napenda kwa showroom. Nikasema gari yangu ni kama hii. Lakini tu zinafanana kwa sababu yangu iko kwa workshop, inatengenezwa specifically for me. Inakuja. Prophesy to yourself good things. Hapana jidunisha chini akisema mimi unahuku nini kwa wakubwa. God can do the unexpected, and God is ready to do the unexpected. Praise the Lord. Wakati Musa alipozaliwa aliwekwa kwa maji, watu walidhania atakufa, lakini God did the unexpected. Ule mtu walifikiri atamuua, huyo mtu ndiye alimbeba, akasema ni mtoto wangu, akamlea kifalme. Bwana asifiwe sana. Wewe maji ni mtumwa analea kifalme. Wewe ndugu dada utalewa kifalme. Praise the Lord. Hapana ogopa, amini Mungu. If you want to trust God even for your miracle, kama uko hata na kuja amini madhabahu haya. Hata ukiwa na sadaka ndogo, ukiwa na nini ambayo ni ndogo, just come and trust God, because God will do the unexpected. Praise the Lord. God is ready to change our lives. God is ready to bring his blessings to us. If we tukikaa mbele zake kwa unyenyekevu. Mungu najua aliangalia, akaona moyo wa Manase na akaona moyo wa Ephraim, na akasema Manase huyu ndio ataitwa taifa langu, ndio atapanua watu, atapanua imani ya watu, ndio ataendeleza imani ndani ya Mungu. So kama wewe unaonekana kwamba umedunishwa, God is coming for you, and God is going to do that unexpected. Amen. Praise the Lord. Hapa unajiuliza, nitapata wapi pesa ya kulipa nyumba, nitapata wapi pesa kununua shamba? Watu wananunua tu mashamba na mimi hata sina chochote. Let me tell you one thing. God is going to give you a shamba. Bwana ndiye shamba. Hello. Kama una shamba, ujiambie nitanunua shamba. Kuna mtu mwingine aliimba akasema, let the weak say I am strong. Don't say you are weak. Say I am strong, and God will use the strength that you are having to propel you far. Are you living in tradition? Are you living na kusema kwamba sitaweza? Are you living na kusema kwamba sitaweza kuendelea mbele? Sitaweza kununua gari, sitaweza kuprogress, sitaweza kusoma? You can even stand by yourself. Bwana ndiye sana. Ukiamini Mungu, God will just bring a sponsor. Utaona Mungu akikuendesha kwa masomo yako. Bwana ndiye sana. Uko na basa mwingine alikuwa ananiambia, basa mimi vile niko nimeshindwa. Akakuja akaniambia kuna prayer niko. He came unto my mpaka kwetu kwa nyumba. Akaniambia, basa mimi sio nikimaliza masomo yangu, alikuwa anasoma East University. Kamuuliza kwa nini, akaniambia ile areas niko nayo siwezi. Bwana asifiwe. Nikamwambia, ngoja tuamini Mungu. God can do the unexpected. Mungu anaweza fanya miracle ushangae. Na tulipomaliza kuomba wiki hiyo, aliitwa kwa college akaambiwa, kuja kuna watu hapo walikuwa wanakutafuta. Waliangalia makaratasi yako wakaona at least umepita, lakini wakaona umekaa sana. Why have you graduated? Akasema niko na deni ya over 200,000. Bwana sio sawa. Wakamuita, wakamhoja, wakamuuliza bwana, imekuwaje? Akasema mimi kwanza sina fees. Kitu cha pili mtoto wangu aliaga. So nimekaa hivyo. Walimwambia, we want to help you pay school fees. Do you know how much they gave? 150,000. Walilipa pa. One. Sisi wengine tukamsaidia 50. God can do the unexpected, my brother.
Usione kwamba cheti chako kimekwama. Hawezi chukua kutoka kwa shule kwa sababu kuna deni. Usione kwamba title yako imekwama kwa maana hawezi itoa. Wacha nikwambie, usione kwamba benefits zako za retire zimekwama. God can do the unexpected. If you believe in God, He will open up your way. Bwana asifiwe sana. Bwana Mungu ako tayari kutenda yale ambayo hauwezi kutarajia. Nataka tusimame tuombe. Hallelujah. I want you to believe God is going to do for you the unexpected. God is going to cross these hands. God is going to change everything. Hallelujah. I want to pray for you. Just believe. Father, in the mighty name of Jesus Christ, I want to thank you for every brother and every sister. You have just reminded my Father you're going to do unexpected in our lives. We are already preparing God for this unexpected. And Father, we want to receive from you just the way Manasseh received from you, O King of Glory. And my Father, may you change our misery situation into a blessing. May you change our pain into gain, King of Glory. May you change our confusion, my Father, into focus, King of Glory. May you change our hopelessness, my Father, into a greater hope. Kama kuna mtu amekata tamaa mahali hapa mfalme, unazungumza na roho yake sasa. May you restore their hope right now. Ili Baba wajue kwamba utatenda maajabu ndani ya maisha yao. Asante Kristo kwa maana umetenda. Kwa jina la Yesu naomba na kuamini.